Kwa hiyo dada Glorious, nenda ukijua kwamba hitaji kubwa la mwanaume ni tendo la ndoa. Anapohitaji utampa bila masharti, kwamba sikupi mpaka unifanyie bwana mimi sitaki hiki, mimi sitaki hiki. Mpe tendo la ndoa bila masharti. Kuna eneo moja tu ambalo ndio tunazuia, tunasema hata kama akitaka usimpe, kinyume na maumbile. Hilo ndio sharti pekee ambao tunasema wamama msitoe tendo la ndoa kinyume na maumbile. Kwa sababu wako wamama wanafanya tendo la ndoa kinyume na maumbile, wanawakubalia waume zao. Kuna madhara makubwa. Sisi kama wataalamu tunasema ni madhara makubwa sana kufanya tendo la ndoa kinyume na maumbile. Utashindwa kuzuia ushuzi, jambo la kwanza. Utakuwa unajamba kila wakati. Na unajua kwa sababu Mungu alivyotuumba katika system ya mwili kuna breki. Kama jinsi ambavyo magari yetu yana breki, unasimama unakotaka. Lakini ukiwa unafanya tendo la ndoa, ukiwa unafanyiwa wewe tendo la ndoa kinyume na maumbile, inakata zile breki za ndani. Kwa hiyo ushuzi ukija hauna kizuizi. Wakati ambako hutaki kuuachia, kwa mfano mbele za watu kama hapo ukijamba unafikiri mezani watakuangaliaje? Kila mtu atakushangaa, wewe mama vipi unawezaje kujamba mbele za watu? Lakini kinachokufanya usijambe hapa ni kwa sababu una breki. Ushuzi hata ukija unao uwezo wa kuuzuia na kuambia wewe hebu tulia kwanza. Lakini kama una breki ushuzi ukija hauzuii, yani wenyewe aulizi, unakuja straight. Lakini pia haja una uwezo wa kuicontrol. Sasa hivi ukitaka kusikia haja kubwa unaweza ukabageni na haja kubwa mpaka ukaenda kuishushia nyumbani kwenu. Kwamba bwana hapa sasa tuko kwenye sherehe bwana, mambo ya kwenda kwanza kuvua nguo, mara kwanza kuinama, mara kujitawaza, mara nini, mtaenda kufanyia nyumbani. Una uwezo wa kuadjust mpaka home. Lakini zile break zikifa, uwezi kuadjust haja kubwa. Ikija itatoka bila taarifa zako. Utashangaa mzigo umeshaongezeka. Wako wamama ambao wakishafikia level hiyo wanatembea na pampers kama watoto. Kwa sababu haja haiulizi, inakuja moja kwa moja, na hiyo ni moja ya madhara ya kufanya tendo la ndoa kinyume na maumbile for a long time, itakuja kuletea madhara. Kwa hiyo ndio sharti pekee tunaosema ukienda usikubali kutoa tendo la ndoa kinyume na maumbile, kwa sababu ni hatari kwa afya yako, hata kama mumeo atasema nataka siku moja. Maana kuna story nyingi kule mitaani sasa hivi wanasema tendo la ndoa la kinyume na maumbile ni tamu kuliko la sehemu za kawaida. Ni tamu. Mwanaume anapofanya tendo la ndoa kinyume na maumbile, mishipa yake inasuguliwa kwa haraka na kwa urahisi. Kwa hivyo anasikia utamu zaidi kuliko anapofanya sehemu za kawaida. Kwa hiyo wengi wanataka kujaribisha. Sasa usije ukakubali. Fanya tendo la ndoa bila masharti. Akitaka kunyonya maziwa, mwachie. Hayo maziwa ni kwa ajili ya watu wawili. Hayo maziwa ni kwa ajili ya watoto, tunasema mtoto mkubwa na mtoto mdogo. Kwa hiyo kabla hujapata mtoto, mwachie maziwa. Useme bwana mimi bwana sijui atafanya nini. Na utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanapenda sana maziwa. Matiti. Wamama mpo? Hayo manyonyo sio kwa ajili ya watoto. Mtoto wa kwanza ni mume, ndio anatakiwa aanze kunyonya. Katika psychology wanasema mwanaume ili aweze kuwa na afya nzuri ya kiakili katika mambo ya msisimko, anatakiwa aangalie matiti ya mwanamke mara dakika 10 kwa siku. 10 minutes a day. Anatakiwa aangalie maziwa ya mwanamke. Kwa kuangalia tu hivi anaongeza afya. Kwa hiyo usiseme mume wangu mimi sitaki kunyonya, haya maziwa yangu yataharibika, yatashuka. Yashuke, yainame, yalale, yakae, mwachie anyonye. Ni haki yake. Kwa hiyo mwachie maziwa. Akisema anataka maziwa, mpe maziwa anyonye atakavyo. Maadamu tu hana mtoto, huna mtoto. Ukipata mtoto anaweka pause. Miaka 2 mtoto ananyonya, baada ya miaka 2 unamwachia mwanaume maziwa, anaendelea nayo. Na ndio maana wale makahaba wanajua akitembea anahakikisha kwamba anavaa gauni ambayo itaacha sehemu ya maziwa wazi. Kwa sababu katika psychology tunasema 99% ya wanaume, sikiliza hii, 99% ya wanaume akikutana na mwanamke kwa mara ya kwanza, macho ya mwanaume kwa mara ya kwanza wanapokutana na mwanamke, huyu anakuja huyu anaenda, macho ya mwanaume yanaangukia kwenye maziwa kwanza kabla hajaenda kwenye uso. Hii ujue
psychology ya mwanaume. Mwanaume akikutana na wewe barabarani, hakuangalii usoni kwanza, anakuangalia maziwa kwanza, kifuani kwanza. Alafu ndo anaangalia juu kwamba kumbe ni Stella huyo. Lakini ya kwanza inaangukia kwenye maziwa. 1% ya wanaume ndio ambao wanaweza kukuangalia usoni moja kwa moja. Kwa hiyo dada, usizuie. Tendo la ndoa ni la muhimu sana kwa mwanaume. Hilo jambo la kwanza, la muhimu sana kwa sisi wanaume tunahitaji. Jambo la pili, mwanaume anahitaji mwanamke anayejituma kwenye tendo la ndoa. Sio tu kufanya tendo la ndoa, tunaangalia pia unalifanyaje. Mwanaume anahitaji mwanamke ambaye anao uwezo wa kujituma kwenye kufanya tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni taaluma, ni kitu kinachojifunzwa. Kwa hiyo unabidi ujifunze, waombe mashangazi, waombe nani, jamani nifundisheni tendo la ndoa linafanywaje katika kiwango ili mume wangu aridhike, atoke akiwa, kwa sababu hilo ndio hitaji lake la kwanza, lazima lifanywe vizuri. Mwanaume anahitaji tendo la ndoa, anahitaji mwanamke ambaye anajua kukata kiuno. Kwa hiyo dada, legeza kiuno. Usiende na kiuno kigumu. Mwanaume sio tu kwamba anataka tendo la ndoa, unafanya tu tendo la ndoa, anataka aone kiuno. Hapa kuna tingishika. Kama mkienda kwenye style, nitakuja kuzungumzia mambo ya style, lakini ukiingia kwenye style ya mbalimbali ambayo inahusu kupiga magoti, sio tu unapiga magoti kama vile unaomba. Unatulia tu hapo, utafikiri uko kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Shughulika. Anataka kiuno. Aone kiuno kinavyo tingishika, unatingisha huku na huku. Kwa sababu unapotingisha kiuno, unaufanya ule uume unagonga upande wa huku, unagonga upande wa huku. Unagonga upande wa huku, unagonga upande wa huku. Ndio ladha inatokea. Ukifanya tendo la ndoa tu umeganda hivi, utingishi kiuno eti kwa sababu tu yeye kazi yake ni kuchomeka na kutoa. Anahitaji kuona kiuno kinachotingishika, kinachofanya kazi. Naona dada anasema, jamani mimi nitaweza kweli hayo yote? Ni kama kuchokonoa sikio. Unapochukua ile kitu cha kuchokonolea sikio, kwani wewe unachokonoa tu hivi? Unafanya hivi kidogo hivi, unageuzia na huko kidogo. Unasikiaje ile raha ya kuchokonoa sikio? Unasikia raha, unageuza hivi kidogo, unafumua mpaka na kajicho, unageuza na huku tena unafumua mpaka na kajicho. Hiyo raha ndio inakuja kwa kuzungusha kiuno. Unapozungusha kiuno, ule uume unagonga huku, mara unagonga huku, mara unagonga huku, ndio ladha inaingia katika tendo la ndoa. Kwa hiyo dada, usiende kule tu ukakaa ukapiga magoti, zungusha kiuno, lakini pia onyesha feelings. Katika hiyo pointi ya pili, mwanaume anahitaji mwanamke anayejituma. Onyesha feelings. Mwanaume wakati anafanya tendo la ndoa, muonyeshe kwamba unafurahia. Sasa wako wanawake akifanya tendo la ndoa, ameganda, amenuna, hatoi sauti yoyote, ni kimya. Mpaka tena unajua mwanamke akifanya tendo la ndoa huwa anafumba macho. Sasa mpaka wanaume huwa wanashtuka, huyu isije kawa kazimia huyu. Manake baba watu wanaendelea tu, anasukuma, utingishiki, utoi sauti, umeganda. Anasema isije kawa anafanyia maiti hapa, mtu alishakufa zamani. Kwa hiyo onyesha msisimko, sauti ya kumvutia. Anapofanya lile tendo la ndoa, basi na wewe unaitikia. Makahaba wanajua hii mbinu. Makahaba wakimkamata mume wa mtu, anapoanza hata kama asikila, utaona anatoa milio. Anatoa sauti, baby, tamu, nzuri. Mwanaume anaona yes, hapa ni kidume. Kwa sababu mwanaume mmoja ya sifa anaona kwa anafurahi akisikia kwamba amefanya kazi nzuri ambayo imemfanya mwanamke kafurahia. Anasikia fahari. Sasa anapofanya tendo la ndoa, umekaa kimya, uonyeshi hisia zozote, inaweza kumfanya mwanaume akalichukia na tendo la ndoa lenyewe. Kwa hiyo lazima uonyeshe hisia, lazima uonyeshe kwamba unafurahia pale ambako linafurahia. Kama unaumia, unasema pia unaumia. You have to show your feelings. Na jambo la tatu, mwanaume anahitaji mwanamke anayejua mitindo
tofauti tofauti katika tendo la ndoa. Usiende kufanya tendo la ndoa na mtindo wako mmoja. Wanandoa wengi hapa, hata nyinyi wa mama hapa wengi, nikiangalia hivi staili yenu ni moja tu ya kifo cha mende. Moja tu, toka umeolewa kifo cha mende. Mtoto wa kwanza kifo cha mende, mtoto wa pili kifo cha mende, mpaka unapata na wajukuu, nyinyi bado mko kwenye kifo cha mende tu. Tendo la ndoa linachosha kama utafanya katika staili moja. Kwa lazima kubadilisha staili. Mimi ni mwalimu na kama nilivyosema ni msaikolojia. Nimeandika kitabu hichi hapa kinaitwa Thamani ya Tendo la Ndoa. Kwa hiyo wale watakaohitaji pia nitawauzia. Katika kitabu hiki nimefanya research ya kila kitu kinachohusu tendo la ndoa. Kufika kileleni, maeneo ya kushika, nimeandika maeneo 6 ambayo ndio yanamsisimua mwanaume na maeneo 12 yanayomsisimua mwanamke. Lakini katika eneo la staili, utafiti wanasema ziko staili 112 za tendo la ndoa. 112. Hasa katika staili 112, nyinyi mnafanyaga staili ngapi? Moja tu, kifo cha mende. Kwa hiyo naomba tupunguze kuua mende, tuongeze staili zingine, tuachane na mende. Mende ina uzuri wake, lakini pia ina disadvantages zake. Unapofanya staili mbalimbali, kila unapobadilisha staili unaleta ladha ya kitu tofauti. Ni kama unga wa ngano. Huwa nafananisha tendo la ndoa na unga wa ngano, staili na unga wa ngano. Unga wa ngano unaweza ukapika unga huo ukatoa chapati, unga huo ukatoa skonzi, unga huo ukatoa keki, unga huo ukatoa sijui kalmati, ukatoa sijui vibama, ukatoa sijui nini. Unga huo unatoa vitu vingi, lakini ni ngano ile ile. Kwa hiyo tendo la ndoa ni hilo hilo, lakini lazima lifanye kwa staili hii, lazima lifanye kwa staili hii. Leo umekula chapati, kesho unakula skonzi, kesho kutwa unakula mandazi, kesho kutwa unakula nini, kwa unga wa ngano huo, lakini unapata ladha tofauti tofauti. Usifanye tendo la ndoa kwa kila siku kwa kutumia staili moja. Alafu katika sababu nyingine ya kitafiti ya variety ya tendo la ndoa la staili, kuna staili ambazo kama utakuwa umeizoea hiyo moja tu, unaweza ukakosa baadhi aina ya watoto. Kuna aina ya watoto ambao baadhi ya staili sio rahisi kupata. Kwa mfano mtoto wa kiume. Nimekutana na wanandoa wengi, analalamika anatafuta mtoto wa kiume, kila akipata mimba mtoto wa kike, kila akipata mimba mtoto wa kike. Alafu anasema mimi nimelogwa, mapenzi ya Mungu ama nini. Lakini moja ya fakta inayochangia kupata watoto wa kike tu bila watoto wa kiume wakati mwingine ni staili, aina ya staili. Moja ya staili ambayo inasababisha mwanamke asipate watoto wa kiume kiurahisi ni staili ya kifo cha mende. Kweli kabisa. Sisemi kwamba hautapata, utapata, ila kwa nadra, ni kwa kubahatisha. Na kuna sababu za kitaalamu. Kwa sababu wewe ukisema sio kweli, lete sababu. Mimi nakupa sababu kama mtaalamu. Ukifanya staili ya kifo cha mende, kwa sababu mwanaume anatoa X na Y, mwanamke anatoa XX. Kwa hiyo watoto wa kiume hawako kwa mwanamke, watoto wa kiume wako kwa mwanaume. Hata wale wanaume ambao wanafukuza wake zao eti kwa sababu kila siku anamzalia tu wanawake yeye azaji wanaume, ni wajinga tu, kwa sababu hawaelewi sayansi. Kwa sababu wanaume wote wavulana hawakai kwa mwanamke, wanakaa kwa mwanaume katika zile za X. Ni maiki yangu au nini? Okay. Kwa hiyo mwanaume anatoa Y, ndio mtoto wa kiume, X mtoto wa kike. Kwa hiyo mwanaume akitoa yai la Y likienda likakutana na yai la X kwa mwanamke, ndio anapatikana mtoto wa kiume. Mwanaume akitoa yai la X likaenda likakutana na yai la X la mwanamke, anapatikana mtoto wa kike. Sasa kwa nini tunasema kifo cha mende ina nafasi chache ya kupata mtoto wa kiume? Unapofanya tendo la ndoa ukiwa kwenye kifo cha mende na seksi,
mbegu zile zinapotoka, kwa mfano akitoa Y, kutoka pale mlangoni ambako mbegu itadondokea kutoka pale mlangoni ambako mbegu itadondokea kwenda mpaka kule ambako itakwenda kukutana na yai la kike la X la mwanamke, pale katikati kuna mazingira yake hayaruhusu mbegu za kiume kusafiri kwa muda mrefu kwa sababu ya ile acidic environment. Kuna majimaji, kuna kemikali za asidi ambazo sio rafiki kwa mbegu ya Y. Kwa hiyo kwa sababu ya ile distance ya kusafiri hii mbegu ya Y kutoka hapa mpaka ije ifike kule inakokutana na yai la kike, haya mazingira ya acidic inaua hizi mbegu za Y. Na mbegu za X zenyewe ziko strong kiasi kwamba zina uwezo wa kuvumilia ile acidic kwa muda mrefu mpaka kuja kufika kule kwenye yai la X nyingine. Ndio maana unakuta zikitoka X na Y zitaishia njiani kwa sababu ya ile mazingira ya acidic, haitafika kule. Na mara chache sana zinaweza zikasurvive ikafika, ndio unaona amepata mtoto wa kiume. Lakini hiyo ni staili ya kifo cha mende. Staili ya chuma mboga, staili sasa ambayo inachangia kwa sehemu kubwa kuleta mtoto wa kiume, ni staili ya chuma mboga. Ile nilikuwa namuonyesha dada hapa. Dada unapiga magoti, unainama. Sasa ukiinama hapa, ina maana mwanaume akiingia, ukiinama ule uchi unapanda, kile kizazi kinapanda. Kwa hiyo anapoingia mwanaume, ile distance ya kutoka hapa mpaka kwenye yai inakuwa fupi, yani mbegu hazisafiri, haziendi mbali kwa sababu tayari umeshainamisha uchi. Ina maana uchi umepanda, umezunguka nyuma, umepanda. Ina maana unapoingia mbegu zinamwagikia kutoka mlangoni, zinakutana na yai moja kwa moja, boy inakuwa limeshazaliwa. Lakini ukilala, maana yake ni kwamba itabidi zile Y zisafiri mpaka kuja kufika kule, zitakuwa zimekwisha. Kwa hiyo dada, jifunze staili mbalimbali ili uweze kupata sio tu raha, lakini pia aina ya watoto unaowataka kulingana pia na staili. Kwa hiyo staili ziko nyingi, tufanye staili mbalimbali, isiwe staili moja. Na jambo la 4, nakwenda kwa haraka sababu muda umeshaniishia. Jambo la 4, mwanaume anahitaji tendo la ndoa kwenye mwanga na sio gizani. Najua wanawake huwa hawapendi mwanga. Wanawake wanapenda tendo la ndoa kwenye giza. Lakini mwanaume hapendi tendo la ndoa gizani. Kwa hiyo mnapofika wakati wa kufanya tendo la ndoa, washa taa. Kama mwanga ni mkali, basi punguza. Aidha washa, kama mule ndani kuna master room, kuna choo mule, basi zima hii taa ya chumbani, washa ule mwanga wa chooni, fungua mlango, mwanga wa chooni upite paka pale ndani. Au washa TV, zima taa hizi, washa TV, angalau ndani ya chumba kule kuwe na mwanga. Kwa sababu mwanaume anahitaji tendo la ndoa wakati kuna mwanga. Kwa nini anahitaji mwanga? Kwa sababu msisimko ya mwanaume iko kwenye macho. Mishipa ya msisimko kwa mwanaume iko kwenye macho, tofauti na mwanamke. Mwanamke asisimki kwa kuona. Mwanamke anasisimuliwa sio na macho. Anayesisimuliwa na macho ni mwanaume. Akiona paja la mwanamke anashtuka mpaka huku kunashtuka. Akiona tako la mwanamke anashtuka mpaka huku kunashtuka. Ni macho ndio yameona. Lakini kinachomsisimua mwanamke sio macho. Mwanamke anasisimuliwa na close relationship. Mwanamke anasisimuliwa na ile hali ya mwanaume kumjali, kumuonyesha anamjali, kumuonyesha anampenda, kumuonyesha anamthamini. Love, care and concern ndio inachomgusa mwanamke, sio macho. Kwa hiyo mwanaume kwa sababu anasisimuliwa na macho, kwa hiyo anataka tendo la ndoa wakati wa mwanga. Anataka aone maziwa yanapotigishika. Kwa mfano ukitumia ile staili ya kumkalia wakati ambako amelala chali, alafu wewe mwanamke unakuja unamkalia, mnamfesi usoni, mnapoanza kushughulika ile, anataka aone maziwa yanavyokimbizana. Singida, Dodoma, Singida, Dodoma, Singida. Ile mkimbizano ule unaongeza msisimko. Hata kama uume ulikuwa unanyongea, akiona macho yake maziwa yanavyotingishika, tayari msisimko unakuwa umeongezeka. Anaongeza kasi katika tendo la ndoa.
hakikisha kwamba unafanya katika mwanga, aone maziwa, aone matako yanavyotingishika, kwa sababu hayo yote ndio yanamfanya aweze kufanya nini? Aweze kusisimka. MC ananiambia muda umeisha, lakini nataka nimalizie jambo moja la mwisho. Hili litakuwa la mwisho. Afu mengine ukiyataka utanunua kwenye vitabu. Mwanaume anahitaji mwanamke aliye msafi. Usafi katika tendo la ndoa, usafi kwa ujumla. Wanawake wengi hawaogi, hawajiandaa, hawajisafishi mpaka wawe na safari. Kwa mfano kama ana safari, anashinda tu nyumbani, haogi, haoni haja ya kuoga, haoni haja ya kuvaa, haoni haja ya kupaka mafuta, anashinda tu na upande wa kanga mpaka awe anatoka nyumbani ndio atajiandaa atoke. Sasa unayemvutia yumo mule mule ndani. Mumeo kila akikuangalia anaona nywele ziko huku, anaona upande wa kanga, anaona jinsi ambavyo ni mchafu, umeshinda na upande umejaa vitunguu, mara unga, mara nini. Anapoenda kazini kila anayemuona yuko smart. Akirudi nyumbani mkewe ameshinda katika hali ya uchafu. Kwa hiyo jifunze kuwa msafi. Uwe unaoga, uwe unapiga mswaki mara kwa mara, sio mara moja tu kwa siku. Mara kwa mara, kwa sababu mdomo wakati kama upigwe mswaki mara kwa mara unatoa harufu. Na hiyo ina uwezo mkubwa wa kuaffect tendo la ndoa. Mume anafanya tendo la ndoa lakini akikusogelea mdomoni hawezi kukupa kisi. Akikusogelea mdomoni hawezi kukupa denda. Akikusogelea mdomoni anasikia harufu kama ya choo inatoka mdomoni. Hata ile tendo la ndoa linapoteza ile maana yake. Kwa hiyo sugua mswaki, jisafishe vizuri. Lakini pia safisha kwenye uchi. Ninyi wanawake mazingira yenu ya kwenye uchi ni tofauti na sisi wanaume. Sisi wanaume tukienda chooni tunakojoa, ukimaliza kukojoa unajikunguta tu mara moja, kila kitu kinakuwa kimeisha, unatoka, hatuhitaji hata leso. Lakini ninyi kila mkikojoa lazima mjisafishe. Lazima mjimwagie maji kule. Kwa hiyo hakikisha kwamba tendo la ndoa halifanyiki kama hujaoga, kama hujajisafisha, na unajisafisha vizuri, sio tu juu kila mahali mpaka huko chini unahakikisha kwamba kumekuwa kusafi, kwa sababu kusiposafishwa hata huko chini kunatoa harufu. Lakini ukijisafisha huko chini, nitoe angalizo, usitumie sabuni. Wamama wengi sana mnafikiri kwamba ili kule ndani kuwe safi unajiosha alafu unajiosha na sabuni kule. Ni hatari sana kwa mwanamke kujisafisha na sabuni huku, kwa sababu sabuni ina kemikali, na kwenye uke wa mwanamke, kwenye uchi wa mwanamke kuna bakteria ambao Mungu aliwatengeneza kwa ajili ya protection, ndio analinda ule uchi usishambuliwe na bakteria wa nje. Sasa unapochukua sabuni na kujiingiza kule ndani, ina maana zile kemikali zinaua wale bakteria kule chini ambao wanalinda ile ngozi ya uke. Na ndio maana wanawake wengi sana huwa wanashambuliwa na ugonjwa wa UTI usiopona. Kila siku anaenda anapata dawa, baada ya muda mfupi UTI inarudi, anapata dawa, baada ya muda mfupi UTI inarudi. Kwa nini? Kumbe ni kwa sababu unapoingiza sabuni kule inaua wale walinzi kule ndani, na uchi unakuwa huko exposed kwa wale bakteria wa nje kuweza kuja na kuweza kushambulia. Na pia unapojisafisha usijiingize vidole kabisa kule ndani. Unatakiwa kusafisha yale mashavu tu, lakini sio kuingiza vidole na kuanza kupasugua kwanza utakachubua, lakini pia unaweza bakteria wanaweza wakaingia kupitia vidole vigumu ambavyo unaviingiza kule. Kwa hiyo unatakiwa usafishe na maji tu bila sabuni, lakini pia usafishe bila kupasugua na kuingiza mavidole mpaka kule ndani, kwa sababu kwa kufanya hivyo unaweza ukaleta bakteria. Dada, nakuhusia mara ya mwisho, nenda kafanye tendo la ndoa zuri. Ukifanya tendo la ndoa zuri utamfanya mwanaume asitoke kwenda kwenye mchepuko wowote, maana kila anachokihitaji kipo humo ndani. Na sio kwa dada tu, na sisi hapa pia tufanye tendo la ndoa zuri ili tuweze kulinda ndoa zetu. Asanteni sana. Kwa hiyo onyesha msisimko, sauti ya kumvutia anapofanya lile tendo la ndoa, basi na wewe unaitikia. Makahaba wanajua hii mbinu. Makahaba wakimkamata mume wa mtu, anapoanza hata kama asikila, utaona anatoa milio, anatoa sauti tamu nzuri. Mwanaume anaona yes, hapa ni kidume, kwa sababu mwanaume mmoja ya sifa anaona kwa anafurahi akisikia kwamba